Mimi naitwa Rose Ali Ibrahim, ni jaji mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro. Na kama mlivyoulizia kuhusiana au mlivyokuwa na niseme concern kuhusiana kwanza na swala la kuwasaidia au kuibua vipaji vya mahakimu wetu waweze kusomea kuhusiana na mambo kama haya artificial intelligence zaidi, ambako sasa hivi mahakama tumejikita kwenye masuala ya tehama. Mahakama kwanza ina program ambayo karibuni kila mwaka ina sponsor watu kwenda kusoma katika kujiendeleza kielimu katika elimu za juu kwa mahakimu wote wanaokidhi vigezo, na huwa ina include pia kwa muda gani ameshafanya hiyo hapo mahakamani. Kwa hiyo kama alivyosema jaji mkuu, imekuwa ni jambo la furaha kwa kweli kwamba kigezo kimoja wapo kimeongezwa, ni kwamba mtu sasa atakayetaka kwenda kusomea mambo ya tehama. Na mimi binafsi nimelichukua hiyo kama ni ushindi mkubwa, kwa sababu hata sisi majaji wengi sana, mahakimu wengi ndio huwa wanatusaidia sana sasa hivi kuhusiana na masuala ya tehama, kwa sababu unaweza ukaona sawa tuko computer savvy, lakini generation yao na generation yetu iko tofauti. Kwa hiyo huwa tunatumia sana weledi wao katika vituo vyetu vyote vya kazi. Kwa hiyo swala hili ni swala ambalo tumelipokea kwa mikono miwili, na tunaporudi kwa kweli vile ambavyo huwa kwa kawaida tunakaa na kuambia nini cha maendeleo au kupanga mikakati yetu, kimoja wapo ni kwa encourage mahakimu wote waende sasa, tutoke kwenye ile normality, kwa sababu tayari tunayo hiyo sheria, lakini kama tulivyozungumzia kwamba sasa sheria haiwork in isolation, na waweze kujikita zaidi kwenye hayo masuala ya tehama, ili pia tuendane na dira ya taifa inayokuja ya 2050. Mahakamani sasa hivi inapokuja, kwanza imeondolewa lile swala la kama ni swala la double allocation na watu wote wana hati. Sasa hivi inatakiwa waende kwanza kwa commissioner, waende wakasolve hiyo jambo kwa commissioner, alafu wakishindwana ndo waje huku kwetu. Na unaweza ukaona, na ndio maana hata jaji mkuu pale alikuwa anaongelea kwamba kwenye swala la wenzetu upande wa division ya ardhi wamepunguza kesi nyingi sana. Lakini ikija masuala haya mengine, masuala yamekuwa, na ukiangalia sana kwenye masuala ya ardhi, mengi yanatokana na pia kwenye upande wa mambo ya mirathi. Na nyingine unakuta kwamba familia hizi ambazo sisi tuko nazo, wakati mwingine wanakuwa wamekaa pamoja na wamemchagua msimamizi wa mirathi wanayemwamini, anauza ardhi, alafu baada muda inakuja kwamba sijaridhika, anataka arudi. Sasa kuna yule ambaye tayari alishauziwa na aliuziwa na mtu halali, kuna wananchi tena nao wanarudi, kuna vitu kama hivyo. Lakini pia kuna masuala, mimi pia naomba niseme, ya ardhi yanahusiana na masuala ya bank, ambapo kwenye aidha kwenye familia au kwenye watu wengine tu wanatumia mpaka hati za wenzao vibaya kwenda kuzichukulia mikopo. Kwa hiyo mtu anaamka anakuta kwamba labda ardhi yake au nyumba yake inataka kupigwa mnada.